creator of heaven and earth, he has spoken with me this past night, morning hours today. And in this conversation, the Lord took me to a place. And then at that place, he spoke aloud. God the Father spoke aloud by voice. And he said, the fountain of living water, by voice, very, very loud, shouted by voice, spoke very loud, the fountain of living water. And then it's as though an ocean opened up, a lake, an ocean, a sea opened up in heaven, and water poured from heaven on me, on the earth, down, drenched. It was tremendous. He said, the fountain of living water, by voice, and then he opened heaven, the floodgates of heaven, and the massive anointing of the Lord came, of the Holy Spirit. So that means there's a massive anointing of visitation that the Lord is bestowing upon his two tremendous and mighty, holy, ancient prophets. Again, by voice, this past night, God the Father announced, and he said, the fountain of living water. And then from heaven, he opened heaven, and tremendous ocean of water, the Holy Spirit, that is the Holy Spirit, poured upon the two prophets. It was massive, down on the earth. That means there's going to be mega, never seen before visitation of the Lord as the two prophets of the Lord minister across the face of the earth. There's going to be an unbelievable, unthinkable visitation, never thought about in the history of the Bible. There's a big visitation coming to the church. There's a mega visitation coming to the earth.
wako hapa na Mungu Baba yuko pamoja na wao. Ndio. Hey. After a very long time, Baada ya muda mrefu sana, we are finally here at Utawala, hatimaye tuko hapa Utawala. mighty church. Kanisa kubwa sana. Look at this now. Tazama hii sasa. Genesis 3:24. Mwanzo 3:24. It says after he drove the men out, Inasema baada ya kumfukuzia mwanadamu Adamu mbali, he placed on the east side of the garden of Eden cherubim. Mungu akaweka makerubi mashariki ya bustani ya Edeni. And the flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life where God the Father is. Pamoja na upanga wa moto ukimulika huku na huko kulinda njia ya kuendea mti wa uzima mahali ambapo Mungu Baba yupo. Now you understand the whole Bible is pointing in one direction. Sasa mnaelewa Biblia yote nzima inaelekezea mwelekeo mmoja. Pointing at one principle. Ikimwelekezea mkuu mmoja. His name is Christ Jesus, the Lamb of God. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa The Mungu. Lamb of God. Mwana kondoo wa Mungu. Another prophecy being spoken on the other side. Unabii mwingine ambao unazungumza upande ule mwingine. When wakati ambapo mtu was caught, wakati ambapo mtu alishikwa, his father baba yake sent him to go check on his brethren how they are doing. They are not doing well. alimtuma kwenda kuangalia ndugu zake hawaendelei vizuri. And he came all the way from heaven to check on his brethren. Na akatoka kote kote kutoka mbinguni kuja kuangalia ndugu zake. And I read for you and said he's not ashamed to call them brothers. Na nikawasomea kwamba haibiki kuwaita ndugu zangu. Instead the brothers
they mistreated him, they betrayed him, they arrested him, and they tortured him. And there is another called Joseph also. Badala yake ndugu zake wakamfanyia mabaya, wakamtesa. Na kunaye mwingine anaitwa Yosefu pia. There's another called Joseph that will be speaking prophecy on the other side as we are going through Egypt now. Kuna mwingine ambaye anaitwa Yosefu. To come out with the Messiah. Anazungumzia unabii upande ule mwingine. And you'll find na utapata that he was also betrayed for some silver. Kwamba pia aliweza kuuzwa kwa fedha. 20 silver coins, shekelim. Shekeli 20. Hallelujah. Hallelujah. Thrown in the pit, sold for silver. Akatupwa kwenye shimo. He went and became a servant. Akaenda akafanyika mtumishi. Remember him also, he used to give prophecy that he would be great. He would be great. He would be great one day. He would be great. Atakuwa mkubwa siku moja. That all the brothers would bow down to him. Kwamba ndugu zake. And the Messiah also says, when I go back to the kingdom of my Father, I'll sit on the right hand. When I come back with glory and power, all knees will bow. But the only difference is that the other one, ni tofauti ya pekee ni kwamba mwingine, when they strip off his clothes, walipoondoa mavazi yake, they slaughter a lamb. Walimchinja mwana kondoo. And they pour on the jacket. Na wakamwaga damu kwenye lile koti lake. So a lamb dies in his case. Kwa hivyo mwana kondoo anakufa kwa niaba yake. The entire Bible is pointing at the Lamb of God, the glorious Lamb of God. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. The Messiah. Messiah. The lion. Simba. He says, Judah, you are a lion's cub. Anasema wewe Yuda ni mwana wa simba. Meaning there is a lion coming. Kumaanisha kuna simba anayekuja in you. Ndani mwako. You will finish all the enemies of God. Atawaangamiza maadui wote wa Mungu. The lion, simba, represents the absolute rule of God over all his creation, even the planets and the galaxies. Utawala kwa Mungu juu ya vitu vyote, hata kuhusisha zile galaxy na sayari. The scepter of God, fimbo ya Mungu, is a very dreadful thing for the enemies of God. Kwa maadui wa Mungu ni kitu cha kutisha. The scepter of God, ile fimbo ya Mungu, is a very blessed hope for we the people of God. Ni tumaini lilobarikiwa kwetu sisi watu wa Mungu. The enemies of God, they dread it. They do like this. Maadui wa Mungu wanatetemeka, wanaogopa, wanafanya hivi. Because they know. Kwa sababu wanajua. He is coming with it. Anakuja nayo. And they know what is going to do, to use it to do to them. Na wanajua anaenda kuitumia kufanya nini kwao. And yet for us the people of God, na ile hali kwetu sisi watu wa Mungu, the scepter of God, hiyo fimbo ya Mungu, we start jumping and say, come Lord, come and judge them, come and judge them. Mungu, njoo na wahukumu, njoo na wahukumu, njoo na wahukumu. Hallelujah! 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 Hey! Come and judge them. Njoo na wahukumu, judge our enemies. haraka ukawahukumu maadui zetu. Come judge the blackmailers. Kuja wahukumu wanaodhihaki. Come and judge the blackmailers. Kuja wahukumu wanaodhihaki. Hallelujah! Hallelujah! 1 Kings 17 verse 46 to 54. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth. Leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi, mizoga ya jeshi la Wafilisti. And the whole world, na dunia yote, today, leo, will know that there is the God of Israel inside heaven. Itajua kwamba yuko Mungu wa Israeli ndani ya mbinguni. As the Philistine moved closer, yule Mfilisti aliposogea karibu to attack David, ili kumshambulia Daudi, David ran quickly towards the battle line. Daudi akaenda mbio kuelekea safu ya vita. To do what? To meet him. Kufanya nini? Kukutana naye. Verse 49. Mstari wa 49. Reaching out into his bag, akatia mkono wake mfukoni, and taking out a stone, na kuchukua jiwe, then he flung it, kisha and he smote him kwa
kwa And he upepo. struck the forehead. And the stone came and he fell down. And he fell down and he cried. Jiwe likaingia kipachini mwa uso. Hallelujah. Chini kifudifudi. Hallelujah. Oh, Ndio. That is how he expects you to live. Hivyo ndivyo anavyokutarajia uishi. Can I explain to you the meaning of Je, that? naweza kuelezea maana ya hiyo? He's saying Anasema that our king is the lion. kwamba mfalme wetu ni simba. But he did not finish the devil as a lion. He finished the devil as a lamb. Lakini hakumumaliza shetani akiwa kama simba. Alimaliza shetani akiwa mwana kondoo. Because Kwa sababu why is it that David went with the rock, not with thunders and spears and swords? ni kwa nini Daudi alienda na jiwe, alienda na mwamba na sio mikuki? He's saying Anasema that when the Lord came, when it's time to smash now, to finish the devil, wakati sasa wa kumsiaga na kumaliza shetani, he simply came as a glorious lamb for sacrifice. kimsingi tu alikuja kama mwana kondoo wa utukufu kwa ajili ya dhabihu. And he's saying Na anasema that the secret of this, kwamba siri ndio hii, when he came as a lamb, alipokuja kama mwana kondoo, this is how he defeated Satan. hivi ndivyo alivyomshinda shetani, By living a sanctified life, kwa kuishi maisha by yaliyo, being without sin, kwa kuishi bila by being dhambi, without evil, kwa kuwa bila ya uovu, by being obedient to the Lord, kutiifu kwa by Bwana, offering himself kwa kujitoa and mwenyewe defeating death. na He kushinda, defeated sin and death alishinda kifo na mauti and resurrected. na akafufuka. If we use the lion power, there will be no earth Ikiwa tutatumia nguvu za simba, hakutakuwa na dunia, to crush the earth. itamaliza dunia. Hallelujah. 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 What a mighty day. Hallelujah. 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 What a mighty day. Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me, and in this conversation, the Lord has spoken with me about a meeting I go to, and then I saw the fountain of the anointing of God Almighty inside heaven open and come all the way to the two prophets of Yahweh. And the fountain of the anointing, the glory and the anointing of God inside the throne room of God Almighty in heaven, today here, open, and a very straight flow of the anointing of the Lord came all the way from heaven and poured right on the crown of my head and all over me. And then I saw the other prophet also, the fountain of the anointing of the Lord flowing all the way from heaven, far beyond the universe, all the way in a straight line, and pouring right on top of our crown, the crown of our head. So there is a meeting that is coming
coming where the Lord is going to do this. Hallelujah. 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 What a mighty day. Hallelujah. 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 What a mighty day. And the fountain of the anointing, the glory and the anointing of God inside the throne room of God Almighty in heaven open, and a very straight flow of the anointing of the Lord came all the way from heaven and poured right on the crown of my head and all over me.
But the message is clear lakini ujumbe uko wazi that hell is bad. kwamba jehanamu ni kubaya. Hell is a real place Jehanamu ni mahali pahalisi and heaven is a real place. na mbinguni ni mahali halisi. Revelation chapter 16 verse 15. Ufunuo 16:15. Behold, I come like a thief. Tazama naja kama mwivi. There you go now. Hapo waondoka sasa. Again he now says, Tena anasema he comes like a thief. anakuja kama mwizi. And then he says, blessed is he Alafu anasema amebarikiwa yeye who stays awake akeshaye and keeps his clothes with him, na kuziweka tayari nguo zake, so that he may not go naked and be shamefully exposed. ili asiende uchi na kuonekana aibu yake. Already there is a warning again Tayari kuna ilani tena that it will be abrupt, kwamba itakuwa ya kigafla, without warning. bila ya ilani. It will be unexpectedly. Itakuwa ambayo haikutarajiwa. His warning. Anaonya As he begins to dispense, to minister to you the gospel of the coming of the kingdom of God, already the warning is exalted. anapoanza kuwazungumzia kuhusu injili ya kukuja kwa ufalme wa Mungu, tayari anainua ilani And he's saying, na anasema be careful, makinikeni, the door will shut.
mlango utafungwa. Be careful. Makinikeni, It will be sudden. itakuwa ya kigafla binfu. The day will begin like today, a normal day. Siku itaanza kama siku ya leo, siku ya kawaida tu. People will wake up normally. Watu wataamuka tu kikawaida. But then all of a sudden, pop, it has happened. Alafu ghafla binfu pa imetendeka. And he says, Na anasema to stay awake ili mukakeshe, and keep the garment on, muna mukahifadhi, muwe na mavazi yenyu, that you may not be shamefully exposed. ili kwamba musije mukaonyeshwa aibu yenyu. Because he's saying Kwa sababu anasema that the blessedness of God kwamba kubarikiwa kwa Bwana is that a mortal man, ni kwamba mwanadamu a wa kufa, mere mortal, mwanadamu wa kufa tu may walk this earth akatembee katika dunia hii, and then one day alafu siku moja get to enter eternity into heaven. apate kuingia umilele mbinguni. The garment. Vazi, The garment that somebody wears vazi ambalo mtu ulivaa normally goes a long way to underscore some very important things about the person. kwa kawaida huingia katika vilindi vya ndani kumwelezea huyo mtu. There are some basic things about clothing, Kuna mambo ya kimsingi kuhusiana na mavazi, dressing, mavazi that speak volumes. ambayo inazungumza sana. They speak about your personality, your character, Inazungumzia kuhusu utu wako, tabia yako, your state of mind. hali That's yako ya why mawazo. you, thank you. That's why you walk into an interview room and they have already interviewed you. Ndio sababu unaingia They have kwenye just ule looked at your dressing and already they have done the interview. majadiliano ya mwaliko wa kazi, tayari wamesha kujua tayari. The clothes you wear, they speak so much about you. Mavazi. Before I begin the garment of righteousness, Kabla nianze what vazi la garment is watu. the church wearing now? Ni vazi And what lipi? is it saying about the church? Ni vazi lipi ambalo kanisa imevalia sasa na inasema nini kuhusiana na kanisa? Hey, So you don't just wake up and wear a cloth. kwa hivyo hauamuki tu na kuvalia vazi. The cloth you wear Vazi ambalo unalivalia also talk about your intention. pia What you linazungumzia intend to kuhusu kusudi lako. achieve. Unakusudia kutimiza nini? Or the function you want to attend. Ama tukio fulani ambalo unataka kuhudhuria. Hey, Hey, the way the church is dressed today, jinsi ambavyo kanisa limevalia leo, what function ni hafla gani is she attending? anaenda kuhudhuria? I don't want to hear that anybody is going to attend a function in hell. Sitaki kusikia kwamba mtu yeyote anakwenda kuhudhuria hafla jehanamu. You just want to go to one function up in the kingdom of glory. Unataka tu kwenda kwa hafla moja huko juu katika ufalme wa utukufu.